Amina, barikiwe sana kwa kuwepo kwako usiku wa leo wa kwenda kujifunza maneno matakatifu ya Mungu, na Bwana asifiwe. Nikataka leo tujifunze somo linasema, jionyeshe mwanaume kama Mungu alivyokuumba. Umezaliwa wa kiume, dhihirisha wanaume wako. Jionyeshe mwanaume kama Mungu alivyokuumba. Bwana asifiwe. Hili ni jambo la muhimu sana kwetu sisi tuliokoka kujua hilo. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa kuwa umenipa nafasi ya kusimama madhabahuni pako tena usiku wa leo, kusema na wanaume wenzangu juu ya maandiko yako matakatifu na nafasi uliotupa Mungu mbele za uso wako. Na kusihi Roho Mtakatifu kawepo sasa, ukiyahuisha maneno haya na kuyaumba katika mioyo yetu, ukitujenga ili sisi tufanyike kuwa utukufu wako. Tunajikabidhi mikononi mwako, nami najiweka chini ya mamlaka yako Kristo, kanitumie kama chombo katika jina la Yesu, amen. Bwana asifiwe sana. Kwanza niseme dunia ya leo wanaume ni wachache sana. Amen. Wanaume ni wachache, japokuwa wanaume wa jinsia ya kiume ni wengi. Na unaweza ukawa mtu mzima wa kiume lakini bado usiwe mwanaume. Lugha ngumu. Lakini usiwe mwanaume. Unaweza kana kuwa ukaonekana mtu mzima wa kiume lakini ndani yako bado ni mvulana. Una tabia zile za mvulana au kijana mdogo. Kwa nini? Kwa sababu wanaume sio jinsia tu, bali ni majukumu. Kwa hiyo kuwa mwanaume ni mchakato, niseme ni process. Kuna hatua ambazo unapaswa kupitia mpaka mtu anaitwa this is a man, huyu ni mwanaume. Zipo hatua za malezi na mafundisho mbalimbali ya kujitambua na kutekeleza ili ufanyike kuwa mwanaume kweli kweli. Kwa hiyo wanaume sio tu kuwa na jinsia ya kiume, la shasha. Sio tu kuvaa suruali au kuwa mavazi ya kiume, hapana. Sio kuongea sauti mzito, hapana. Amen. Na wala sio tu kuwa na mahusiano labda na mwanamke, hapana. Chukua hilo neno, wanaume ni majukumu. Wanaume ni majukumu. Ni kusimama kwenye nafasi yako kwa wajibu wako kama Mungu alivyokusudia mwanaume, kama Mungu alivyomkusudia mwanaume awe tangu zamani au tangu wakati wa Adamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lile kusudi la Mungu ndilo linakupa na wewe nafasi ya kuwa mwanaume au kuwa kichwa. Haleluya. Ndio maana nimesema ni mchakato, ni process, ni hatua mpaka wewe unathubutu kuwa mwanaume, kuwa baba katika nyumba yako. Naomba usome kitabu cha Yeremia 1:5. Yeremia 1:5.
na mwingine afungue Warumi 9:20. Inatosha 5 tu. Alafu Warumi 9:20. Amen. Kwa hiyo weka namba 1, ni Mungu alitaka wewe uumbwe mwanaume. Ni Mungu alitaka wewe uwe mwanaume. Ndio maana tumesoma Yeremia 1:5, anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo Mungu alijua anayezaliwa sasa ni fulani, jina lako liweke pale. Na Warumi 9:20 tumesoma pale, la sivyo binadamu, wewe unani umjibue Mungu? Je, kitu ulichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwa nini kuniumba hivi? Huwezi kusema Mungu, kwa nini Mungu umeniumba hivi? Na hata wale ambao wanajaribu kubadilisha uumbaji wa Mungu wanafanya makosa, kwa sababu maandiko yanasema hakiwezi kumwambia Mungu aliyeumba, kwa nini kuniumba hivi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi sote tunajua kabisa kwamba Mungu ndio muumbaji. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyetaka wewe uwe hivyo ulivyo, na alikusudia wewe kuzaliwa katika hali ulionayo, na akakuweka katika hali hiyo ya jinsia ya kiume. Kwa hiyo sio bahati mbaya, hapana. Amen. Sio bahati mbaya wewe kuwa mwanaume, ni kitu ambacho Mungu alikikusudia na akubahatisha kimsingi kazi au jukumu au kusudi alilokuleta hapa duniani. Kwa hiyo Mungu ana makusudi ya wewe kuwepo hapa duniani. Haleluya. Kama mwanaume, Mungu ana makusudi na wewe, akakuumba hivyo ulivyo, akakuleta duniani. Kuna kitu ambacho Mungu anatenda katikati ya maisha yako. Kwa hiyo lazima ufahamu wajibu wako wewe kuhakikisha kwamba lile kusudi ambalo Mungu ameniitia mimi na alinifanya mimi nizaliwe nikawa mwanaume, ninalitimiza, ninalifanya. Kwa maana hiyo mwanaume hapaswi kuishi kihasara kama asiye na faida. Lazima utazame mbele, maisha yako ya mbele, usijiangalie hapa sasa. Amen. Kwa maana nyingine, ujikubali, ujipende, ujithamini. Amen. Alafu mshukuru Mungu wa kuumba hivyo ulivyo kwa mwanaume. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kusudi la Mungu lilikuwa 100% kuwa kama ulivyo. Haleluya. Sasa Mungu alivyo wa ajabu, alishaweka kila anachokihitaji ndani yako ili kusudi lako litimie. Kwa hiyo ndani yako aliweka wanaume, aliweka uongozi, akaweka ubaba. Naona mambo matatu haya. Mwanaume ni kiongozi. Amen. Lakini pia ni baba. Sasa ni vizuri kusema, nisiseme aliweka wanaume. Hiyo nayo ni power. Haleluya.
Kule kuwa mwanaume tu ni power fulani ambayo umepewa, ambao wengine wameikosa hata kama wamezaliwa katika jinsia ya kiume. Alafu ndani yako Mungu akaweka uongozi. You are the one who leads. Wewe ni kila ulipo wewe unaongoza. Na tunapoingia katika familia, mwanaume ni kiongozi. Amen. Lakini pia ni baba. Hata kama sasa hujawa baba baadhi yenu, lakini ipo siku utakuwa baba. Amen. Nimewahi kumsikia mama mmoja anasema, sio kila mwanaume ni baba. Kabisa, akasema sio kila mwanaume aliyeoa ni baba. Nikataka kujua alikuwa na maana gani. Nikagundua na maana, unaweza kuwa mwanaume unaingia na kutoka tu nyumbani kwako, lakini huwajibiki. Kwa hiyo umepoteza ubaba, na wakati mwingine unakuwa unakosa heshima nyumbani mwako mwenyewe, mpaka kwa watoto hawakutambui wewe kama baba, ingawa ni baba yao. Kiswahili kigumu au rahisi? Wewe mwanaume mule ndani ndio una watoto, lakini yet hawakuoni wewe kama baba. Ndio maana utakuta watoto wana base kwa mama, kwa sababu hawaoni uwajibikaji wa baba. Siwahi kuona familia hiyo. Utakuta hata ukifika, hata ukimuuliza mtoto, hiki amekununulia nani? Asa, amenunulia mama. Au akasema, na mimi nitamwambia mama. Asemi nitamwambia baba, kwa sababu anaona anayewajibika wakati wote ni mama, sio baba. Na hiyo ni wrong. Amen. Bwana asifiwe. Hilo ni eneo ambalo ninapaswa kufundisha pia kwenye maeneo mengine kwa undani zaidi, maana yake nini. Amen. Kwa hiyo wewe, Mungu alipokuumba wewe na mimi, mpaka siku za kuishi hapa duniani Mungu alishaziandika zote. Kwa hiyo imekupasa kufanya kila ambacho Mungu anataka kila siku. Kama nilivyosema, haukuzaliwa kwa ajali au kwa bahati mbaya. Hapana. Wewe Mungu amekuumba uwe suluhisho la matatizo na upenyo na changamoto ya aina yoyote. Wewe ndio uwe jibu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe ni mtu wa maana. You are a very important person katika ulimwengu huu. Usijidharau. Jitambue, jiheshimu, jithamini. Fahamu kwamba Mungu amekuweka kwa makusudi. Kwa hiyo basi hauna sababu ya wewe kuishi kwa woga au kuishi kwa wasiwasi au kuishi kwa kutokujiamini. Unajua wengine wanakosa confidence. Wala usijichanganye. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiyo sababu ya wewe kuzaliwa kuwa wa kiume. Amen. Ni Mungu aliyetaka. Kwa hiyo jiamini. Haleluya. Kitu ambacho anatakiwa wewe sasa ni kumheshimu Mungu, kumtii Mungu, kumsikiliza Mungu, kumwabudu Mungu na kumtegemea katika kila hatua, ili upate kumwona akinyosha mapito yako. Amen. Kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba na ametaka uwe hivyo. Lazima uwe close na yeye, akuguide na kukulead. Nazungumza na Kiingereza hapo, lakini na mimi mnanielewa wengine. Amen. Akuongoze.
Amen. Kwa hiyo nirudie tena, ni Mungu aliyetaka uwe wa kiume wewe. Ndio maana wewe sio wa kike. Kama Mungu angetaka otherwise ungekuwa binti na usingekuwepo hapa. Haleluya. Namba 2, Mungu anataka uwe na ufahamu. Uwe na ufahamu kwa nafasi aliyokupa. Mithali 16:22. Mithali 17:24 pale mbele. Amen. Ufahamu ni chemchemi ya uzima kwake aliye nao. Hekima huwa machoni pake mwenye ufahamu. Kwa hiyo Mungu hataki sisi, mimi na wewe, tuwe wapumbavu. Mwanaume anapaswa kuwa mtu mwenye hekima, mwenye ufahamu, ufahamu wa kimungu ndani yake. Ni Mungu anauweka ufahamu katika akili, katika ubongo, katika ufahamu wako, ili ujue ya kupasayo. Lakini utakuta wanaume wengi kwa kukosa usahihi au kukosa ufahamu wanashindwa kujua wanaume wao. Ndio maana nimesema duniani siku hizi kuna upungufu mkubwa sana wa wanaume. Kwa nini? Kwa sababu hawana ufahamu. Ile chemchemi ya ufahamu katika maisha yao haipo, ambayo inamfanya mtu au mwanaume aishi kwa usahihi katika kiwango ambacho Mungu anataka aishi. Kwa hiyo wengi hawaishi. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu wa sisi tunaojifundisha leo kuwa na ufahamu juu ya wanaume ambao Mungu ametupa. Na nafikiri ndio sababu siku hizi wanaume wanajibadilisha, wanataka kuwa wanawake au wanaishi maisha ya ushoga. Kwa nini? Ni kwa sababu hiyo. Ni pamoja na zile roho chafu ambazo zimesambazwa sasa hivi duniani za kubadilisha watu. Kwa hiyo wanabadilisha hali yao na kupoteza utambulisho wao kama wanaume. Sasa sisi kama watu wa Mungu tuliookolewa tunaipaswa kujua majukumu ambayo mwanaume anapaswa kuwa nao. Amen. Kwa hiyo kila mvulana wewe aliyezaliwa anapaswa kubadilisha na kuwa mwanaume, awe kiongozi, awe mume, pia baba. Ni vitu ambavyo vitakuja kutokea siku moja. Hata kama hujaoa, ipo siku utakuja kuoa. Na ukishaoa, hakikisha kweli unakuwa kiongozi, unakuwa mume na unakuwa baba. Amen. Sio tu kwa majina, kwa majukumu yako halisi unakuwa mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo kila mwanaume anabeba utambulisho, urithi na hatima ya familia yake, ya kanisa na taifa. Hata tukisema kwamba wanaume wako hapo, kweli wewe unakuwa baba, hasa mwanaume ambaye anajitambua, mwenye majukumu. Amen. Mwenye utambulisho. Manini unaposema utambulisho, manake anajitambua yeye ni nani. Usipojitambua ukajua wewe ni nani, hiyo ni hasara kubwa sana.
Haleluya, Bwana asifiwe. Hii ndio maana inakufanya wewe uwe na mipango. Mipango yako haishii hapa. Amen. Kama kijana, elewa kwamba ipo siku utakuja kuwa baba. Ipo siku utakuja kuwa ipo siku utakuja kuwa mume, na ipo siku utakuja kuwa baba, na hivi vyote vinakufanya wewe kuwa kiongozi katika familia. Unabeba vision, unajua familia yako unaipeleka wapi, unataka iweje hiyo familia yako. Amen. Leo nilikuwa nasoma clip fulani, binti mmoja akawa anasema hivi, mimi nataka niolewa na mwanamume mwenye msimamo. Huyo binti alikuwa anasema, nataka niolewe na mwanaume mwenye msimamo, yaani ni mwanaume ambaye anajiamini, alafu nikikosea ananikemea, sio ananiacha. Muona hiyo? Umepata picha gani hapo? Na wewe uko katika nafasi gani? Kwa hiyo hata wanawake nao wanajua mwanaume anapaswa kuwaje, kuwa kiongozi, kuwa mume, kuwa baba, kuonyesha mwelekeo. Unaposema kiongozi, kiongozi anaonyesha mwelekeo wa nyumba yake. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwanamke hata asomeje, hata awe nani, bado ni mwanamke. Na mwanaume hata asiposoma bado ni mwanaume. Na wewe unapaswa kuchukua nafasi yako kama mwanaume, kiongozi, mume, baba. Shika nafasi yako. Haleluya. Kwa hiyo weka ufahamu huo ndani yako. Mungu anataka akupe ufahamu ili uwe baba ambaye utategemewa. Namba tatu, nimesema kuwa mwanaume ni mchakato, ni process. To be a man, you are going to pass some process. Lazima uchakatwe, utengenezwe. Haleluya. Na yeye kutengenezwa, kuna watu wanaohusika. Wazazi wako wanakutengeneza kuwa baba. Labda shuleni unaweza ukatengenezwa kuwa baba, na kanisani pia unatengenezwa kama baba, kama hivi tunavyojifunza sasa hivi. Ndio maana kuna chama cha wababa, kuna CGM. Amen. Inawezekana kwa sababu ya kukosa mafundisho, ndio maana kuna shida nyingi sana kwa wavulana siku za leo, wamekosa kusimama katika majukumu yao. Kwa hiyo nasema kuwa mwanaume ni mchakato. Na mmenielewa tangu mwanzo, nimesema mwanaume sio kuwa na jinsia ya kiume. Amen. Sio kuvaa suruali. Ni zaidi, ni wajibu, ni jukumu ambalo Mungu amempa hata amwite huyu mwanaume. Tusome kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 2. Wafalme wa kwanza sura ya 2. Ukifika soma mstari wa 2 na wa 3. Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 na wa 3.
Amen. Haleluya. Mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi wewe uwe hodari, ujionyeshe kuwa tunasoma wote, ujionyeshe kuwa mwanaume. Haya ni mausia ya mfalme Daudi, alikuwa anampa mwanawe wa kiume anaitwa Sulemani, akimtaka awe hodari, alafu ajionyeshe kwamba yeye ni mwanaume. Manake baba hapa anataka mwanawe asimwaibishe. Don't let me down. Jionyeshe. Anaposema jionyeshe, sio kama show. Kwanza unajikubali. Nimesema pale mwanzoni. Kwanza unajikubali kwa mimi ni mwanaume, mimi ni kiongozi, mimi ni mume, mimi ni baba. Amen. Napasa kubeba majukumu ya kifamilia. Amen. Sasa kwenye ule mstari wa 3 anafafanuliwa kwa ndani yaliyompasa, ambayo anampasa kufanya. Mstari ule wa 3 anasema, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawasawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo. Kumbe mwanaume akishashika haya mambo ya Mungu ndipo atakapofanikiwa. Upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamako. Anaposema utazamako, manake kila utakachokifanya, kila utakao kugeukia kufanya jambo fulani, Mungu anataka ufanikiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe unaweza ukazaliwa mtoto wa kiume, lakini ukashindwa kujionyesha au kujidhihirisha wanaume. Kwa hiyo lazima upitie mtakato fulani ili ufaulu na kuitwa mwanaume halisi. Ndio maana nimesema pale kuna wanaume wengi siku hizi, lakini sio wanaume bali wavulana. Wana jinsia ya kiume lakini wana hali ya uvulana. Amen. Kwa hiyo sifa za wanaume na tabia zao huwa mara nyingi hazionekani. Kwa nini? Kwa sababu wengi walikimbilia au walikosa mchakato wa maandalizi ya kuwafanya kuwa wanaume. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mvulana lazima abadilike kuwa mwanaume, mume na baba. Kwa hiyo lazima upitie maandalizi. Unajua maandalizi, anaposema maandalizi pia ni mfumo ambao wewe mwenyewe unakuwa nao ndani. Haleluya. Ni mfumo ambao mwenyewe unakuwa nao ndani. Sijui wewe ndani yako kuna nini, lakini kinachopasa kuwa kwamba mimi kama unasoma, nitamaliza masomo, nitapata kazi au nitafanya biashara au nitalima au nitafanya vyovyote, lakini ipo siku nitakuwa na mwenza wangu, nitamtafuta mtu ambaye nitaishi naye. Hiyo ni ramani ambayo inapaswa kuwepo ndani ya moyo wako. Alafu nitakuwa mume, na Mungu akinijalia nitakuwa baba, nitakuwa na uzao, nitaitunzaje familia yangu, nitaishi nao namna gani? Kwa hiyo unaanza kuwajibika kabla hujafika kwenye uwajibu. Amen. Unaanza kuona kitu kitakachotokea mbele kabla hujaanza kuwajibika.
Amen. Ndio maana nimesema mimi na nataka hiyo ufahamu, mwanaume ni zaidi, niite kubalehe. Amen. Ni zaidi ya uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito, ni zaidi ya hiyo jinsia yako ulionayo, ni zaidi ya kwenda jando. Sisi kwetu tunaendaga jandoni, sijui kwenu, mambo yetu ya kimila na kada siku hizi hayana nguvu sana, japokuwa kule unafundishwa, ukitoka kule kuna hali fulani ya kujiamini, lakini bado ni zaidi ya hapo. Unaweza ukaenda lakini ukawa mtu ambaye wa ovyo. Wapo wanaume ambao ni wako wa ovyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ni mchakato kila mwanaume lazima apitie, ni lazima aandaliwe ili aweze kubeba majukumu. Haleluya. Namba 4, narudi sana, ingia pale kwenye majukumu. Mwanaume ni majukumu. Mwanaume ni majukumu. Mwanzo 1:26 na 27. Mwanzo 1:26 na 27. Amen. Soma kitabu kingine cha Wakorintho wa kwanza 16:13. Amen. Fanyeni hapa alikuwa na maana ubebe majukumu. Kufanya kiume manake kubeba majukumu, kusimamia. Na kubeba majukumu, kuna mambo mengi yanatakiwa yatokee katika maisha ya mwanaume katika kubeba majukumu. Haleluya. Mwanaume yote aliyeumbwa na Mungu haupaswa kuwa na nafasi na majukumu yafuatayo. Hiyo inaanzia kwenye ngazi ya familia, nyumbani mwako, maana yake ngazi ya kanisa, jamii na taifa kwa ujumla. Moja au ni awe kiongozi, ni kiongozi. Mwanaume ni mtu wa mbele, mbeba maono, mtu mwenye ushawishi, anayejua hatima njema. Ni mtu anayejua njia, anayeonyesha njia na jinsi ya kuwapeleka wafuasi wake au familia yake kwenye hatima njema. Kwa hiyo ni kiongozi. Wewe unabeba maono, una vision. Amen. Mwanaume asipokuwa na maono, nyumba inakuwa ovyo ovyo. Mwanaume asipokuwa na maono, unamfanya mama asielewe maisha yake, hatima yake, mwanamke. Kwa hiyo lazima ujue mwelekeo. Bwana asifiwe. Yaani hili somo hili
tulipaswa vijana wote wawepo kanisani kabisa. Ndio maana wanaharibu sana. Kina Jeremia Musa siwaoni, kina Joshua Mbunda siwaoni. Hata kina Musa nao hawapo, kina Nesto. Namba 2 au B ni kuhani. Mwanaume ni kuhani. Kuhani ni mtu anayeongoza watu katika kweli ya Mungu, anayewakutanisha watu na Mungu. Ni mtu wa ibada, mtu wa maombi, aliyejaa neno la Mungu na kuwafundisha wengine, hasa wa jamii ya nyumba yake. Kwa hiyo lazima uwe mcha Mungu na mtu wa maadili, anayejiepusha na maovu. Nilikuwa chuoni miaka hiyo ya zamani, dada mmoja hivi, tukiwa tumeokoka, alikuwa hajaokoka, sema mimi napenda wanaume walokole, napenda wanaume walokole. Nikamwambia, sasa kwa nini wewe uokoki? Unataka mwanaume aliyeokoka, wewe mwenyewe hujaokoka. Mimi kuokoka sasa hivi. Unaona? Aliona kuna kitu ndani ya mwanaume aliyeokoka, kuna ukuhani ndani yake. Aliona akiolewa na mwanaume aliyeokoka atakuwa salama. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ni mcha Mungu, ni mtu anayetunza maadili, anayejiepusha na maovu. Ndivyo ambavyo unapaswa kuwa. Kwa hiyo ili kubeba majukumu, mojawapo pia ni kuwa kiongozi katika mambo ya Mungu. B yake ni kuhani. C ni mpaji. Mwanaume ni mpaji. Mpaji maana yake mtoaji, mtu ambaye anahudumia familia yake na kukutana na mahitaji mbalimbali. Yeye ndiye msingi wa nguzo wa mahitaji ya familia, hujali na kuwatunza watu wake. Hapa ninachozungumza mimi sio kwamba lazima uwe unafanya kazi lakini familia lazima baba ukutane na mahitaji ya familia yako. Yaani hapo ndio wa kupambana. Unahitaji familia at least sio kwa luxury, lakini basic needs, mahitaji ya msingi yapate familia yako. Wawe na mahali pa kulala pa salama, wapate chakula, wapate mavazi. Mtu wa kustruggle hapa ni baba. Kama mama kuna jambo anajishughulisha au anafanya, kwa kweli ni msaada. Tunashukuru Mungu kwamba siku hizi tunaoa wanawake ambao wanajishughulisha au wanafanya kazi, lakini majukumu yale ni ya baba. Amen. Wewe kama unapaswa kuitazama familia yako. Wanaume wengi siku hizi hawajibiki, wanaacha majukumu kwa wake zao au kwa wanawake zao. Ndio utakwenda na mama anahangaika kwa mama nitilie, anaanza kuuza miogo huko njiani ili apate chochote cha kulisha nyumbani, kwa sababu baba hawajibiki. Baba anaweza kwenda huku anacheza draft tu na hii nini ya gololi wanahitaji bao. Baba unacheza bao kutwa nzima, haujui, alafu ukifika nyumbani una njaa, unataka kula. Huyu mwanamke anakuwa ametoa wapi chakula? Kama sio kumuingiza katika majaribu. Alafu unafurahiaje chakula alicholeta mwanamke? Leo nakula nyama. Unajua amenunua nani? Ni hatari sana. Hii ni kwa sababu mwanaume anakosa kuwajibika. Bwana asifiwe.
Haleluya. Unajua wanawake wanaingia kwenye majaribu mengi sana, wanakutana na watu wengi, wanaume wenye ushawishi. Sasa usipowajibika, akawa katika hali ya kusononeka moyoni, anapotokea mtu mwingine akaanza kumpa maneno mazuri, ninahisi sana kuvunja ndoa yako. Amen. Kwa hiyo usipuuze, usichukulie poa. Wajibika katika masuala ya nyumbani, watunze wa nyumbani mwako, hata kama sio kiwango kikubwa. Nilikuwa nasoma hadithi moja hivi leo, nimeipenda, nitawarushia. Sasa sijui nitawarushiaje, labda kwa wababa. Sasa vijana mtakosa ile. Kijana alikuwa ameoa mwanamke mzuri, alafu sijui itanipotezea muda wangu, lakini ni vizuri tukielewa. Mwanamke mzuri, alafu mume wake alikuwa na struggle tu, anapambana huko, analeta. Mke wake alimpenda mume wake, japokuwa walikuwa katika hali ya umaskini, lakini ni baba ambaye alikuwa anawajibika, anabeba majukumu, ana struggle huko, anaangalia, sijui alikuwa anaponda mawe, sijui anafanyaje, lakini anabeba mizigo, sijui, lakini analeta chakula nyumbani. Sasa tajiri mmoja alikuwa pembeni pale, akamwona yule mwanamke, akasema mwanamke mbona ni mzuri hivi, alafu ana mwanaume ambaye. Kwa hiyo yule akitoka anarudi pale, anakuja kumsimulia, anakuta amevaa, anamsalimia, hivi wewe mume wako kweli anakupenda? Anamwambia hivi. Sasa kwa vipi? Mbona ndio ananipenda. Sasa ndio unavaa gauni la magauni ovyo ovyo hivi. Sasa mimi ningekuwa nakununulia nguo nzuri. Akasema hapana, mimi namfurahia mume wangu, ipo siku atakuwa na uwezo, atanunulia nguo nzuri. Yule mwanamke anasema. Lakini baadaye akawa anarudia. Unajua wanaume wana tabia ya kurudi, hawachoki. Mwisho yule mwanamke akasema, hivi ni kweli? Akamwambia mume wake, wewe unipendi mimi? Akasema, kwa nini mama unasema sikupendi? Mbona nakupenda sana. Sasa mbona hujaninunulia gauni zuri la thamani? Basi alikuwa anatunza akiba ili anunue vikuku pale na mama au anafuga taka ng'ombe cha maziwa. Ikabidi akanunue nguo ili kumridhisha mke wake. Yule tajiri siku amekuja pale, amefika nyumbani akakuta amevaa vizuri, gauni zuri, akaona hivyo pendeza. Unaona? Akaleta kitu jambo lingine. Sawa, umenunuliwa gauni zile, lakini hauna pete ya dhahabu, una mkufu wa dhahabu, hauna vitu bangili za dhahabu. Analeta vitu vingine. Akasema, mimi hivi ya nini? Mimi ni mama wa nyumbani hapa. Anarudi tena anasema. Mwisho akamwambia mume wake, wewe unipendi. Kwa nini hujanunulia vitu vya dhahabu? Mbona mimi sina pete ya dhahabu, sina nini? Akaona akibidi aende kwa ndugu yake mmoja hivi akakope pesa. Unaona kina mama wanavyotaka kuingia kwenye matatizo. Akakopa pesa kwenda kununua dhahabu na mkufu wa dhahabu ili tu amfurahishe mke wake. Yule akamwambia, kwa kazi nitakupa pesa, lakini itabidi nikupe kazi ngumu uzilipe hizo hela. Kuna shamba langu lina mawe, itabidi utoe mawe hapa yote mpaka yaishi, ili shamba liwe zuri. Akakubali. Akapewa hela, akaenda kununua pete ya dhahabu, mkufu wa dhahabu, nini, akampelekea. Akafurahi. Yule tajiri alipokuja kumuona pale, yule mwanamke akakuta amevaa sasa dhahabu nini. Sasa akasema, sawa, amekununulia, lakini mume wako hawezi kufanya muujiza. Akamwambia, muujiza ni wa Mungu. Akasema, hapana, mbona mimi naweza nikakufanyia miujiza? Sasa akaendelea kusema,
Mwisho na mama naye siku nyingine akamwambia, wewe unipendi. Anamwambia mume wake, kwa sababu hujinifanyie muujiza. Kwa muujiza? Muujiza mimi ni mwanadamu, muujiza ni wa Mungu. Asema hamna, wewe wala ufanye muujiza. Kwa kweli yule mwanaume ikabidi amwendee Mungu, akaanza kumlilia Mungu. Ona mwanamke huyu anasema anataka muujiza. Naomba Mungu utende muujiza, basi nionyeshe muujiza. Asa akapitiwa na usingizi akiwa kule shambani. Ghafla akamwona mtu kama malaika, sijui ni nani, akamwambia, mimi naweza nikakufundisha wewe kufanya muujiza. Akamwambia, nina fimbo hizi 2. Kikupiga hii na fimbo hii moja utageuka kuwa mnyama. Na hii fimbo ya pili nikikupiga utageuka, utarudi kuwa mwanadamu. Basi akampiga pale kule, akageuka kama mnyama, akawa punda. Akampiga ya pili, akarudi kuwa mwanadamu. Akasema, nashukuru, naomba fimbo hizi. Akazichukua zile fimbo. Alipochukua zile fimbo, alipofika nyumbani akasema, mimi nimeshapata namna, muujiza upo. Anamwambia mke wake. Sasa akampiga, akageuka mke wake, akabadilika kuwa punda. Alafu baadaye akampiga, akarudi mwanadamu. Unaona? Akasema, lakini sasa nimeshagundua wewe, haya mambo haya ni huyu tajiri ndo anasababisha haya. Wewe umesababisha mimi ni kununulie gauni, sijui akakushawishi, mara nikanunua. Sasa namfuata. Akamfuata, akampiga na ile fimbo moja ile, yule tajiri. Alafu fimbo nyingine akaificha ya darini, akawa punda. Akamchukua akaenda kwenda kusomba yale mawe sasa. Akafanya kazi ya mawe, somba huko. Akamaliza ile kazi kwa haraka sana. Akampeleka sasa sokoni kubeba mizigo. Mwisho akaanza kuwa tajiri yule maskini. Hali yake ya maisha kabadilika, wakawa na hali nzuri. Baadaye, baada ya muda mrefu wa miaka, akasema sasa ngoja nimrudishe katika hali yake. Akachukua ile fimbo akampiga. Akawa amechoka, amezeeka, hakuwa kama vile kijana. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimesema mfano huu kwa sababu ya kwamba unapaswa kuwa mpaji, mtoaji. Amen. Katika kiwango chako kile kile, mweleweshe mke wako au kwamba kiwango changu cha maisha mimi kiko hivi. Usionyeshe utajiri ambao hauna, wala usionyeshe uwezo mkubwa, hapana. Onyesha hali yako halisi ili achukuliane na wewe. Mwanaume anapaswa kuwa mlinzi, mtu anayelinda familia na watu wake kiroho, kihisia, kimaadili na kimwili. Uhakikishe usalama wa watu wake wa eneo lake wakati wote. Manake hapo ni ulinzi. Unajua, katika vitu ambavyo mwanamke nyumbani au mama nyumbani anataka kujua sana usalama wake. Amen. Na usalama wake ndiye anaangalia katika mambo hayo. Kiroho yuko salama, kihisia yuko salama, kimaadili, kimwili. Kwa hiyo kumlinda mke wako ni wajibu wako, kwamba yuko salama wakati wote. Salama kwa maana ya kimwili, hawezi kuvamiwa, asijione kwamba anaweza kuwa kushambuliwa na mtu yoyote yule, ama ndugu wa kwenu, wa familia ya kwako anaweza kushambuliwa tu. Hapana, wewe unapaswa kumlinda ni mke wako. Na mara nyingi ni mawifi, sijui au mama wakwe au ndugu, anahakikisha kwamba yuko salama. Lakini usalama kiroho, wewe ndio unapaswa kumuhimiza kuwepo kanisani, kumuhimiza katika maombi. Sio wewe ndio umerudi nyuma, yeye ndio anakuwa sasa ndio anakusukuma. Na wewe unakuwa mbele. Leo tunaenda kwenye ibada, leo utakuwa kwenye maombi mpaka na ketchup.
anaweza kujisimamia mwenyewe. Amen. Kimaadili unamuonya mambo ambayo unajua kwamba haya si sawa. Usimwache tabia fulani nasema hapana mama, hii sio sawa, mimi sipendi. Onyesha kabisa msimamo, mimi sipendi. Kwa sababu ukifanya hivi ina madhara haya naye. Amen. Unasimamia usalama wake. Amen. Hiyo ni D. E, mwanaume anapaswa kuwa mwezeshaji, mtu ambaye anamwezesha wengine katika mambo mbalimbali kupitia yeye. Unaweza kusababisha apige hatua. Mwezeshe, kama ni mke wako, kama ni watoto, kama ni jamii hapa nyumbani, wawezeshe kwenda hatua nyingine, kutoka hatua moja ya kimaendeleo kufanikisha katika mambo mbalimbali, hata kumpa mtaji kama inawezekana. Anzisha kitu, wezesha. Amen. F, uwe mwalimu. Mwanaume anapaswa kuwa mwalimu, mtu anayefundisha watu wake mambo mbalimbali, kuanzia mambo ya kiroho, kimaadili, kazi na mambo mengine mengi muhimu, na wafundisha nyumbani. Amen. Namba 7 au G, mshauri. Mwanaume anapaswa kuwa mshauri, kuwashauri watu wa nyumbani mwake kutatua mambo mbalimbali, kufanya mambo mbalimbali kwa ubora, kwa ufanisi. Unawapa maarifa ya kutosha kushauri mambo kuwa chanya, kuwa sahihi. Amen. H ni awe mkuzaji au mwendelezaji. Huona jambo jema kwa watu wake kama uwezo, vipaji, huduma, karama, ubunifu, ugunduzi, na kumwendeleza mtu ili awe bora kwenye eneo husika. Kwa hiyo huyo ndio mwanaume ambaye kanisa linapaswa kumwona na kumfahamu, kuona akiwajibika. Bwana asifiwe. Na dakika labda kama 10, nifikiri nitaweka vipengele mpaka 9, kinaona kama. Namba 5, ni ushirika. Mwanaume anapaswa kuwa na ushirika na Mungu. Mwanaume anapaswa kuwa na ushirika na Mungu, ushirika wa Mungu binafsi. Matendo ya Mitume 13:22, Zaburi 42:1 na Zaburi 27:4. Matendo ya Mitume 13:22. Amen. Nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Mungu anasema alimwona Daudi, ana ushirika naye Mungu. Zaburi 42:1. Amen. Zaburi 27:4. Haya yote tumeyasoma ni mambo yaliyokuwa na muhusu Daudi na ushirika wake aliokuwa nao na Mungu. Hakuna ukamilifu wa mwanaume bila Mungu. Amen. Hakuna ukamilifu wa mwanaume bila Mungu. Kwa hiyo kama huna Mungu, usitegemee kuwa kwa mwanaume bora. Never. Hautakuwa.
isipokuwa utakuwa mwanaume msumbufu, mwanaume mtesaji, mwanaume mjeuri. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho mwanaume anakihitaji kuliko kitu kingine chochote, ni uhusiano na ushirika wake wa karibu sana na Mungu. Tafute Mungu, nenda kanisani kuomba. Bwana asifiwe. Mwanaume wa kwanza alikuwa Adamu. Alipopumziwa pumzi na Mungu, akawa mtu aliye hai. Kwa hiyo ndio maana nasema mwanaume anamhitaji Mungu zaidi katika maisha yake. Haleluya. Moja ya kigezo muhimu cha kufanyika kuwa mwanaume halisi ni kuwa mwanaume mwenye ibada, mwenye ushirika wa karibu na Mungu. Kwa hiyo kuna mambo machache ambayo nimeweka hapa tena ya kuzingatia kwa mwanaume ili awe mwanaume mwa ibada kama ambavyo alikuwa Daudi. Naona Daudi anasema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yangu ninavyomwonea shauku Mungu. Daudi anasema hayo maneno. Afa anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, na hilo ndilo nitakalolitafuta, nalo ni kukaa nyumbani, yaani kuwepo uweponi mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Alafu Mungu mwenyewe anasema Daudi ndio mwanaume ambaye nimemwona na upendeza moyo wangu, anafanya mapenzi yangu. Mpaka Mungu anakusemea kwamba wewe unafanya mapenzi yake. Amen. Mwanaume aliyejaa neno la Mungu. Ili uwe mwanaume wa ibada, uwe mwanaume uliyejaa neno la Mungu, na soma na kulitafakari na kuliishi hilo neno la Mungu. Mwanaume aliyejaa neno. Mwanaume wa maombi, anayeomba binafsi, anayefunga na kusikiliza kutoka kwa Bwana, pata maongozi ya Mungu. Amen. Sijui kama nyinyi mnafunga kibinafsi. 3, mwanaume aliyejaa Roho Mtakatifu, kila wakati anamsikiliza na kumtii Roho Mtakatifu. Lazima umsikilize Roho Mtakatifu. Naenda spidi, dakika zangu zimeisha. Narudia tena. Mwanaume aliyejaa neno la Mungu, anasoma, anatafakari na kuliishi neno la Mungu. Mwanaume wa maombi, anayeomba binafsi na anayefunga na kusikiliza kutoka kwa Bwana. Mwanaume aliyejawa na Roho Mtakatifu, kila wakati anamsikiliza na kumtii Roho Mtakatifu. Mwanaume wa imani, anayeishi kwa uhakika pasipo kuona, akimwamini Bwana. Lazima uwe mwanaume wa imani. Amen. Mwanaume mtoaji, tuliona pale mwanzoni, mtu anayewaheshimu na kumpenda Mungu kwa mali zake. Uwe mtoaji ili uendelee kubarikiwa, lazima kutoa. Tumejifunza kwa ndani sana, wiki 2 zimepita. Mwanaume wa sifa, anayemsifu Bwana kila inapoitwa leo kwa uzuri wake. Amen. Mwanaume wa sifa, anayemsifu Bwana kila inapoitwa leo kwa uzuri wake. Mwanaume mtumishi, anayetumia vipaji, karama, huduma, mali, elimu, kazi, familia na kila kitu chake kumtumikia Bwana. Anajitoa, manake ni mtumishi, anatumia vipaji, karama, huduma, mali, elimu. Haleluya. Kwa hiyo mwanaume yote ili amilikiwe na Mungu, hawezi kumilikiwa na Mungu mpaka amejenga ushirika wa karibu na Mungu. Kwa hiyo yale mahusiano ya karibu na Mungu huleta tija katika majukumu ya mwanaume. Bwana asifiwe.
Muda umeisha, niendelee kidogo. Amen. Namba 6, mwanaume yuko tofauti na mwanamke. Mwanzo 1:27 tulisoma, lakini rudia, na Mwanzo 2:22. Mwanzo 2:22. Amen. Kwa hiyo ukishazaliwa wa kiume, manake wewe sio wa kike. Unapoitwa mvulana, manake wewe sio msichana. Kwa hiyo unatarajiwa uonyeshe wanaume wako na sio kuwa mwanamke. Amen. Wewe utakuwa baba, sio mama. Haleluya. Kwa hiyo wanaume na wanawake wanatofautiana hata kibiolojia, kihisia, kifikra, kisaikolojia na hata kiroho. Natofautiana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio maana nafasi yako ni muhimu sana kuishikilia, kwa sababu ya tofauti iliyokuwepo. Ndio maana mtu akikwambia, kwa mfano wewe akikwambia unakuwa kama mwanamke, neno zuri hilo. Kwani mwanamke ni mbaya? Sio mbaya, lakini sio wewe ulivyo. Wewe ni mwanaume. Kwa hiyo mtu mwingine kukwambia unakuwa kama mwanamke, amenitukana. Na ninavyokufahamu wewe, unawezekana ukapigana, ukampiga mtu hapo, si ndio jamani? Unamweka mtu kibao, unaonekana kama vile amekunyanyasa. Sio kwa sababu mama yako wewe ni mbaya, hapana, lakini wewe kwa asili yako sivyo ulivyo. Mungu amekuumba kuwa mwanaume, ndio tofauti. Amen. Ndio maana tunaita balaa limeingia sana duniani sasa hivi. Mwanaume anataka kuwa mwanamke, hiyo ni balaa, kitu ambacho hakipasi kuwepo. Na sisi tunapaswa kuwajibika, kujishughulisha kama wanaume, na wala tusitake kuwa malezi wavivu, kutochukua nafasi zetu. Na mimi nakuombea ili kwa kweli katika jina la Yesu uwe mwanaume uliowajibika, unayebeba majukumu katika nyumba yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Na mbaya sana sasa hivi imeingia mpaka makanisani. Kwa hiyo wewe kama umezaliwa mwanaume, simama katika nafasi yako ipasavyo. Ukumbuke kwamba Mungu alikusudia nafasi wewe uwe mwanaume na wala sio mwanamke. Angetaka uwe mwanamke, ungezaliwa kuwa mwanamke, lakini Mungu amekufanya wewe kuwa mwanaume, kichwa, kiongozi, baba, mume. Amen. Namba 7, mwanaume ni utukufu wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 11:7. Mwanaume ni utukufu wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 11:7. Amen. Mwanaume ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo unapofanya vizuri, unadhihirisha uungu, utukufu wa Mungu katika maisha yako. Haleluya. Kuna hali ile ya uungu ambayo inampa Mungu utukufu.
Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanaume ili aonyeshe ile picha halisi ya Mungu duniani. Amen. Kama wewe ni utukufu wa Mungu, manake lazima uonyeshe ile picha ya Mungu duniani. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuonyeshe sifa na tabia za Mungu ndani yetu hapa duniani. Ili nini? Mungu ajitwalie utukufu katika sisi, ajitwalie utukufu katika wewe. Haleluya. Ni kweli Adamu alishindwa kusimamia nafasi yake pale bustanini. Ndio maana sijui alienda wapi, akamwacha Hawa huku, nyoka akapata nafasi ya kumdanganya. Nikaona kuwajibika maeneo sahihi. Kwa hiyo mtu wa kiume anaposimama kwenye nafasi yake kama mwanaume, kama mume, kama baba, anakuwa mfano halisi wa Mungu, na hii inampa Mungu utukufu. Haleluya. Anaipata Mungu utukufu. Kwa hiyo ukitaka kuwa mwanaume ambaye ni mfano na utukufu wa Mungu, kusudia kusimama kwenye nafasi yako. Kamwe usizembee katika kujenga na kuimarisha uhusiano au ushirika wako na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuwezesha wewe kusimamia kwenye nafasi yako, akikusaidia. Unajua Roho Mtakatifu ni msaidizi, akikuombea. Roho Mtakatifu ni muombeaji, muombezi. Akikufariji, Roho Mtakatifu ni mfariji. Akikushauri, Roho Mtakatifu ni mshauri. Akikufundisha, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Kwa hiyo hayo yote ni muhimu sana. Amen. Kwa hiyo lazima uwe mwanaume mwenye upendo, furaha, amani. Yale matunda 9 ya Roho Mtakatifu yawepo ndani yako, ili uonyeshe utukufu wa Mungu. Naomba niishie namba 9. Namba 8 ni nguvu ya mabadiliko. Mwanaume ni nguvu ya mabadiliko. Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. Alafu Isaya 66:2. Isaya 66:2. Alafu Isaya 58:12. Amen. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi. Isaya 66:2. Amen. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Isaya 58:12. Amen. Kwa hiyo mwanaume mmoja akisimama kwenye kusudi na nafasi yake sawasawa kama Mungu alivyokusudia, huokoa familia, kanisa, jamii, taifa. Na hivyo hivyo mwanaume mmoja akikengeuka, analeta uharibifu mkubwa katika familia. Familia inasambaratika. Mwahi kuona familia zimesambaratika kwa sababu mwanamume hakusimama katika nafasi yake. Mama anapotea, watoto wanahangaika. Kwa nini? Mwanaume ambaye ni kichwa
analeta balaa, analeta janga kwenye familia na kwenye jamii, hata taifa pia. Ndio maana tumesoma maandiko haya kwamba wakati wote Mungu amekuwa akitafuta na kuinua mtu mmoja kwa ajili ya kusimamia kusudi ambalo ufanyika upenyo na amani ya wengi. Amen. Unaona, kupitia Ibrahimu sisi tumebarikiwa. Mwanaume mmoja huyo Ibrahim alisimama katika nafasi yake, sisi tumebarikiwa. Kupitia Yusufu Misri yote ilipona katika janga la njaa, familia yake na wote katika Misri walipona katika janga la njaa. Amen. Kupitia Musa wana wa Israeli walitoka utumwani Misri, mwanaume huyu alisimama katika zamu yake. Kupitia Nehemia ukuta wa Yerusalemu ulijengwa. Kupitia Gideon Israeli walishinda vita. Kupitia wewe kuna jambo ambalo Mungu anataka afanye. Amen. Kwa sababu amekuumba kwa kusudi lake. Kama kupitia Yesu sisi tulikombolewa, manake na sisi kupitia sisi kuna jambo ambalo Mungu anataka tufanye. Mwanaume mmoja aliyesimama kwa uaminifu mbele za Mungu, lazima mambo yatatokea katika maisha yake. Lazima uta excel, yani utafanya kitu ambacho kitaonekana, kwa sababu ndivyo Mungu alivyokuumba. Play your part. Fanya sehemu yako. Amen. Kwa kuwepo kwako kanisani kuna mahali patajengwa, patafanyika ubora. Yaani ukikosekana wewe kuna mahali pamepungua sana siku hiyo, kwa sababu ndivyo Mungu amekuumba. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie kwamba ukisimama vizuri kiume kama unavyotakiwa, kama Mungu alivyokuita, atafanya mambo mengi na kuleta mabadiliko katika familia, katika ukoo wako, na inawezekana shuleni kwako, chuoni kwako, kazini kwako, kanisani kwako, katika jamii yako, kila mahali ulipo Mungu atafanya tu. Amen. Ndio maana anasema pale, simama kiume, fanya kiume, uwe na majukumu. Haleluya. Mungu atakutumia wewe kuleta mabadiliko chanya. Simama kiume, jionyeshe mwanaume, kaa kwenye nafasi yako, simama kwenye zamu yako unayotakiwa. Utambue majira ya kujiliwa kwako kila wakati. Unajua Mungu ana nyakati. Siku moja tumejifunza hapa katika maombi, nyakati ni muhimu sana. Unajua kuna wakati wa Mungu, na wewe unajua kabisa, unasikia sauti kwamba huu ndio wakati wako. Chukua hatua. Ukichukua hatua utaona mambo yanakaa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati wake Mungu sasa kushughulika na wewe katika jambo fulani. Anataka kutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine. Amen. Simama katika kiume. Namba 9 ambayo nimesema ya mwisho tutasomea leo hapo, ili muda wetu umeenda sana. Siku nyingine tukipata nafasi tutaendelea. Ni uthubutu. Mwanaume lazima athubutu. Tumesoma kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 16:13, kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Timotheo wa pili 1:7. Timotheo wa pili 1:7 na Mhubiri 11 mstari wa 1 na mstari wa 4. Amen. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Mhubiri 11 mstari wa 1 na wa 4.
sio wa kwanza mpaka wa 4, wa kwanza afu ruka soma mstari wa 4. Mhubiri 11. Wa 4. Amen. Hatuendeshi sisi na mazingira, tunaenda kwa imani. Kwa hiyo uthubutu ni hali ya kufanya jambo jipya kwa ujasiri bila kuogopa hatari wala hasara. Amen. Kwa hiyo kila mwanaume ameumbiwa hii hali ya kuthubutu, na hasa sisi tunaomwamini Mungu tunaenda kwa imani wala sio kwa kuona. Rahisi zaidi kuthubutu, to dare, Kiingereza ningesema kuthubutu. Na watu wengi wanapoteza fursa, nafasi nyingi kwa kushindwa kuthubutu. Mimi nimeona watu wengi sana. Mimi namshukuru Mungu, nikikusudia jambo kwa kweli huwa nathubutu. Ninathubutu, na kwa sababu nimeona mara nyingi ninapokusudia kuna kuwaga na nguvu fulani inanisukuma ya kufanya. Sasa ile nguvu ile ndio Mungu anataka, anakupa Mungu. Ameona moyo wako wa kuthubutu, kwa hiyo na yeye anakaa nyuma yako kuhakikisha kwamba lile jambo unalokusudia kulifanya kama ni la kimungu linatimia. Amen. Kwa hiyo ndio maana nimesema uthubutu ni kuchukua hatua ya imani kufanya jambo huku kimwamini Bwana kwamba atatenda kupitia hilo. Kwenye uthubutu huwa hakuna neno hasara, bali kuna kufanikiwa na kujifunza jambo jipya au njia mpya ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo uthubutu hauangalii mazingira. Unapothubutu usiangalie mazingira. Tumesoma yale maandiko. Ukiangalia mawingu utapanda. Ukiangalia upepo, Bwana asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu anakusaidia. Kama Daudi angesikiliza maneno ya watu na angeliangalia ukubwa wa Goliati, asingethubutu kwenda kupigana naye. Kweli sio kweli? Walimzuia. Na Sauli naye alijaribu kumpa mavazi na nini, wakamwambia yule ni mtu wa vita tangu siku nyingi, wewe bado ni mtoto mdogo tu. Kama Nehemia angeliangalia ukubwa wa ukuta wa mazingira halisi, asingethubutu kwenda nchini kwao na kujenga tena. Asingethubutu kwenda kujenga ukuta, kwa sababu angeangalia, angepima. Lakini ona, ukisoma katika kitabu cha Nehemia, aliuzunguka usiku akatazama kazi kubwa iliyokuwepo mbele yake. Hakukata tamaa, akawatia moyo wale wazee wakawa upande wake, wakasema basi tukusanye nguvu pamoja. Amen. Vivyo hivyo Caleb angesikiliza, angeangalia yale majitu yale walioyaona kule. Unafikiri Caleb hakuwaona yale majitu? Walienda na wapelelezi 12. Wale 10 wakasema tumeona majitu kwa Anaki, wana wa Anaki. Lakini Caleb akasema hamna, twende tukawapambane, tutawashinda. Mungu akiwa upande, Mungu akituridhia tutawashinda. Yeye kuangalia majitu, yeye alimwangalia Mungu, na alijua Mungu ni mkubwa kuliko majitu. Tatizo tunayaogopa majitu. Usiogope majitu. Bwana asifiwe. Haleluya. Waliitamalaki nchi yeye pamoja na Joshua kwa sababu ya ujasiri wao. Kwa hiyo kwenye uthubutu, unapoamua kuacha kutazama mazingira na badala yake kumtazama Mungu, kufanikiwa ni lazima. Mtazame Mungu. Lakini ukikomaa kuyatazama mazingira, yatakukatisha tamaa, yatakuvunja moyo. Ukisikiza maneno ya watu, basi. Mwanaume daima ni mtu wa kuthubutu. Asili ya mwanaume ni kutoogopa hatari na hasara. Ndio maana mwanaume ndio ni mtu wa vita
kila wakati hupambana na mapambano mbalimbali. Mwanamume muoga ni hatari kwa familia na jamii na hatari taifa. Mwanaume halisi hupigana hatua ili kupambana. Haleluya. Mwanaume muoga hafai. Na ukiwa muoga, mtu wa kwanza kukudharau atakuwa mke wako. Bwana sifiwe. Usikimbie. Toka nje ya boksi. Amen. Nenda maili zaidi, extra mile. Usikae penye comfort zone. Eneo la salama ambalo linakufanya wewe. Chukua hatua ya imani kufanya mambo mapya, kujaribu fursa mpya, kwenda eneo jipya, ili tukupata namna ambayo unamtegemea wataishi maisha mazuri na salama. Bwana asifiwe. Narudia tena, mwanaume ni mwanaume, mtu wa kuthubutu. Amen. Ibrahim alitoka nchi ya kwao, alithubutu. Alisikiliza sauti ya Mungu, akaenda mahali asipojua. Kule ni kuthubutu. Yeye alichukua hatua ya imani. Sasa nikisema hivi sina maana wewe kesho nikute umeanza kupanga mizigo yako, unaondoka. Unaenda wapi? Lazima usikie sauti ya Mungu moyoni. Usije ukasema mchungaji alisema hapa ni kuchukua hatua tu, mimi naenda zangu sijui Nairobi, sijui Dar es Salaam, sijui Mombasa. Vigezo vile vya kumtafuta Mungu na kuongozwa na Roho Mtakatifu umeviweka kwenye mizani? Nani amekuongoza? Na chochote kile ambacho Mungu atakuongoza, utamshirikisha mchungaji wako. Mchungaji, nasikia sauti hii moyoni mwangu, kuja tuombe mwanangu, tumtafute Mungu. Naomba Mungu, alafu Mungu anajifunua, anajidhihirisha, mnafanya. Haleluya. Tusimame. Mwambie Mungu mwenyewe, naomba Mungu niwe mwanamume kiongozi, mume na baba katika maisha yangu. Mimi niwe sababu ya usalama wa familia yangu. Nitengeneze hatima ya familia yangu. Visiwepo njiani vikwazo na vitu vyote vitakavyoharibu nafasi ambayo Mungu umeniweka kama mwanaume. Nipe kibali, niongoze, nisaidie. Ondoa hofu na mashaka na kila kazi ya shetani zishindwe. Kusudi la Mungu la wewe kukuumba likatimie. Mume wako au mke wako hapo baadaye, kwa wewe ambaye hujaoa na wewe uliyeoa, asikie furaha ya kuolewa na wewe. Asikie nashukuru Mungu kila siku, aseme asante Mungu kwa kunipa huyu mwanaume. Amekuwa mwanaume wa baraka kwangu sana. Asijutie, asinungunike, asiumie moyoni. Aseme kila wakati asante Mungu kwa kunipa huyu mwanaume. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ninakushukuru. Asante kwa neno lako la uzima. Mungu, hatujajuta kutuumba wanaume. Asante. Umetufanya kuwa wanaume. Baadhi yetu tuna nyumba zetu, wengine bado hawajapata nyumba zao. Lakini Mungu umetupa hii fursa ili sisi tuwe vichwa katika nyumba. Tunabeba maono. Sisi ni viongozi, Bwana. Sisi umetupa kibali cha kuwa mume, cha kuwa baba katika familia. Mungu, hatima na makusudi yako yakapate kutimia. Tufanye kuwa bora katika nyumba zetu, tuongoze, tupe hekima, tupe maarifa. Nyumbani mwetu wakawe salama, kwa sababu Mungu
umeweka usalama ndani yetu. Sisi ni utukufu wako Mungu, maana umesema mwanamke ni utukufu kwa mumewe na mume ni utukufu kwa Mungu. Bwana, ukatusaidie na wakabidhi vijana wote katika mwangaza na wanaume wote, ukatusaidie Bwana, tuwe mfano halisi wa viongozi wanaosimama katika nafasi zao kama wanaume, kama waume, kama mume, kama baba katika familia. Asante kwa maneno haya Bwana. Mabwana, akajengee msingi imara katika maisha yetu, tusiaibishe familia zetu, wakawe watu wenye furaha kwa kuwepo kwetu katika nyumba zao, na wake zetu waseme asante kwa kunipa huyu mwanaume, ametengenezwa na wewe Roho Mtakatifu, ametengenezwa na wewe Mungu. Asante kwa ajili ya mafundisho haya Bwana. Wabariki watoto wako katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu kiongozi.